na anaweza akawafundisha washirika wake uasi. Muondoe, alafu leta mtu mwingine pale, nakwambia moto utawaka. Viongozi wanalazimika kuwa wapole ili kazi ya Mungu isiharibike. Mimi hayo siyataki. Mimi hayo siyataki kabisa, kwa sababu jamani, nataka mimi kwenda mbinguni. Yes, alisema Paulo kwamba nikawahubiri wengine, ni mwenyewe nikawa ukataliwa. Kwa hiyo kama kuna watumishi wenzangu ambao wameahirisha kwenda safari kwenda mbinguni, wayafanye tu mambo ya kijinga. Lakini mimi namuogopa sana Mungu. Lakini nakufundisha wewe mwanangu, neno la Mungu linasema watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea. Kama haukuwa na tabia hiyo, sasa ijenge hiyo tabia ili kwa pamoja tuifanye kazi ya Mungu. Mfumo uimarike, tukikubaliana mama. Tena sasa tuna mfumo sana wa kidogo. Yes, vipo vitu vichache ambavyo naweza nikatoa maelezo moja kwa moja, lakini tunakaa vikao, vitu hivi tunashauriana. Mimi mchungaji na kuleta wazo, tunakaa kwenye vikao vya baraza wazee, vikao vya viongozi wengine, tunashauriana, tunafika maamuzi ya pamoja. Lakini hata yale ambayo mmefikia maamuzi ya pamoja, bado watu wanasumbua kwenye utekelezaji. Hapana. Amina. Hapana. Amen. Tusiendelee kuwa hivyo. Tuwe na heshima, tuwe na utiifu, tuwe loyal. Mungu atusaidie sana. Niulie kusema hiki kitu, mchungaji amepewa mamlaka ya kubariki. Lakini uelewe, kama ana uwezo wa kutamka baraka na ukabarikiwa, ujue pia kinyume chake ni sawa. Ndio maana nimesema kwamba natakiwa kuwa mwangalifu sana namna unavyohusiana naye, ili umsaidie asitumie vibaya mamlaka yake. Maana ni mwanadamu, anaweza kukasirika, anaweza kuvunjika moyo, anaweza kaumia na nini, alafu akatumia vibaya mamlaka yake na ukaumia. Mimi ni shahidi watu walioumia kwa sababu hizo. Huko niliwahi kuwa mshirika huko Iringa kabla sijaondoka kwenda Mgololo. Kuna ndugu mmoja hivi, alikuwa mtu mzuri sana. Alikuwa ni mzee wa kanisa na ndio yuko tawini. Na tawi lilikuwa linaenda vizuri, watu wanaongezeka. Baadaye akajisikia wito mchungaji akafanya utaratibu, akampeleka chuoenezi. Nzizo alikuwa anasema chuoenezi. Sasa alipokuwa anafundishwa na walimu vitu vingi, alikuwa anafanya reference ya mchungaji wake. Ananyosha mkono, mbona mchungaji wetu yeye hivi na hivi na sasa. Bwana, bwana wewe umeletwa wewe na mchungaji wako ujifunze mambo yatakayokusaidia kwa ajili ya huduma yako. Achana na mchungaji wako. Kwamba kuna mahali anakosea, kuna mahali ni mdhaifu, kuna mahali ni ana kasoro. Ndio baba yako na ndio sababu ya wewe kuja hapa chuoni. Anasaidiwa, hasaidiki. Sasa maarifa kidogo aliyopata pale, anaanza tayari anajiona yeye tayari ni mjanja, anajua. Alianza kushindana na mchungaji wake. Akaamuru asimame, hakumaliza masomo. Akamsimamisha masomo. Kwa sababu ukienda chuoni kwa yani huwezi kuenda chuoni wewe mshirika wangu ukapokelewa chuoni bila recommendation yangu. Ndio uone mamlaka. Kwa hiyo ina maana ninawajibika kulea washirika, na wajibika pia kulea mwenye wito na kumfungulia milango. Mimi ndiye ninayemkaribisha na kumpa fursa, na nakuwa trainer wa kwanza, na mtrain katika utumishi. Na nikimrecommend kwamba apokelewe chuoni, ndipo atapokelewa. Bila recommendation yangu hapokelewe chuoni. Hiyo ndio nidhamu ya TAG. Na watu kwa pamoja, kwa sababu kanisa letu tunaheshimu sana utaratibu. Kwa yule alipelekwa na mchungaji na ndiye aliyemrecommend. Alipokoshana na mchungaji wake akasema kwamba huyu sitaki endelee tena na masomo. Kwa hiyo akasitishwa. Lakini bado hajifunzi, hajanyenyekea. Na madai ya yule ndugu sidhani alikuwa yote ni ya uongo. Kwa sababu mimi pia huyo anayemsema alikuwa na mimi ni mchungaji wangu. Na nikawa naye karibu sana. Kuna mapungufu nilikuwa nayaona kabisa. Lakini jamani yule ni baba. Mimi na nafasi yangu tu, mimi ni mshirika pale, amenipa fursa na aliniheshimu na akanipa fursa sana ya kutumika. Na ndiye aliyenipeleka Mgololo, yani ndiye ambaye sababu ya mimi sasa kuitika wito, na akanifungulia milango, akafanya na utaratibu, na alitangulia yeye kwenda kuweka masawa mambo. Kwa hiyo alinipenda sana kwa sababu nilikuwa mnyenyekevu na mtiifu. Madhaifu alionayo mimi sina mamlaka kuyarekebisha. Anao uangalizi na maaskofu wamsaidie. Lakini mimi kwangu ni baba. Hata katika mazingira ya kimwili huwezi ukashughulika na baba yako ukamrekebisha baba yako au mama yako.
Wewe mtoto unaweza kumrekebisha babako au mama yako? Umekosa adabu. Hata kama anakosea, hiyo sio kazi yako, vingine utapata laana tu. Kwani Nuhu alivyokunywa pombe mpaka akawa uchi, ilikuwa ni tabia nzuri ile? Alikosea hakukosea? Lakini mwanaye alipomdhalilisha, alipotamka laana, zilimpata zikumpata? Wewe be very careful. Sasa ni kanuni hizo ambazo zinaenda pamoja. Kuna nafasi ya mzazi, kuna nafasi ya mtumishi wa Mungu anayekulea kiroho. You need to be very careful. Hata anapokosea unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Kanisa letu tumeweka mfumo mzuri ambao ni kuna systems za kusaidiana. Yaani ipo mifumo ya kusaidiana. Kila moja kuna mazingira fulani na kuna ambao wana mamlaka ya kumsaidia, kumkemea, kumuonya, hata kumwadhibu. Kwa mimi siko juu ya sheria ya mamlaka. Ninaweza nikakemewa, ninaweza nikaonywa, ninaweza hata nikaadhibiwa mimi. Sasa tuko pamoja. Kwa hiyo mchungaji huyu ambaye huyu ndugu alikuwa anavutana naye, madai yake si kwamba yote alikuwa ni ya uongo, ni kasoro ambazo ni kweli alikuwa nazo mtumishi wa Mungu. Lakini mwisho wa yule ndugu ulikuwa ni mbaya, kwa sababu mchungaji naye alikuwa na mwelekeo wa kuharibika. Anakoelekea sio kuzuri. Sasa akatumia vibaya mamlaka yake, kwa sababu sasa huyu bwana hanyenyekei. Hata anaposaidiwa hataki kunyenyekea. Kalisho vikao hataki kunyenyekea, anashindana tu na mchungaji. Na mmoja alipata ukichaa, akateseka ni ukichaa kabisa. Alafu akashauriwa, sijui akaenda kanyenyeka. Mchungaji, nasikia alienda alfajiri sana, nimetubu, nisamehe tu mchungaji. Akapona ukichaa. Lakini alipopona tu, bado ile roho inamfuatilia ya uasi na ukaidi na kiburi. Halo. Sasa nisianze kutaja makabila hapa, msie mkajisikia vibaya. Nisitaje makabila, lakini tuna madhaifu mbalimbali kabila na kabila. Kuna tabia fulani kutoka kabila fulani wanazo. Sasa wewe alikuwa kwenye kabila ambalo ndio wale wanaosemaga swela, hawakubali kushindwa kirahisi, na hasira kama zote. Yule bwana roho ile ilimuwinda, baadaye alijinyonga kama Mkwawa alivyojinyonga. Walikufa kifo cha yani. Mtu amefikia kuwa mzee wa kanisa, amejazwa na Roho Mtakatifu, na ndiye ambaye anahudumia tawi, amesikia wito, ameenda chuoni, lakini huu mvutano huu, haya mapambano haya, mwisho wake alijitundika. Tunatakiwa kuwa uangalifu sana. Eli ambaye alikuwa mwelekeo wake sio mzuri sana, lakini kwa sababu alikuwa bado kwenye nafasi ile, ndiye aliyemlea Samueli. Mbaraka wa watumishi aliyopata Samueli ulitokana na kuhani Eli. Alimlea na akamfundisha hata namna kuisikia sauti ya Mungu na kuitikia. So you need to be very careful. Hata kama unaona kiongozi wako ana kasoro zile na mapungufu yale, unaona kama wa kiroho kuliko yeye na nini, lakini maadamu yuko kwenye ile nafasi, heshimu sana yale mafuta. Mafuta haya yanaweza kuwa ni baraka kwako, au mafuta haya yanaweza kawa ni laana kwako akiyatumia vibaya. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Hilo ni jambo la pili, nimekaa sana hapo kwa sababu ni kweli la Mungu. La kwanza nisema nini? Hizo faida za kuwa na nidhamu. Namba moja ni kujishikamanisha katika mfumo wa kanisa la mahali pamoja kwa urahisi. Namba mbili ndio hilo tunasema kwa ni kuwa na uaminifu na utiifu, yani kuwa loyal kwa viongozi wetu, na tumesoma hiyo Waebrania 13 ule mstari wa 17, na nimetolea hata ule mfano wa yule jeshi la Iskanda walivyokuwa na nidhamu, wanatii kila neno wanaloamriwa na wakubwa wao, na ikawa ni sababu kubwa ya wao kupata ushindi kila walikokuwa wakienda kupigana na mataifa mengine.
Namba 3 na mwisho kwa leo ni kupata mafanikio uliyoyalenga. Inaweza kawa ni kibinafsi, kifamilia au hata kihuduma au kitaasisi. Wajenzi wa mnara wa Babeli tunaowasoma kwenye kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Hawa wajenzi wa mnara wa Babeli hawa, kilichowapelekea wapate mafanikio makubwa mpaka Mungu ikabidi aingilie kati kuwavuruga, walikuwa na nidhamu. Hakuwezi kukawa na umoja bila kuwa na nidhamu. Bwana Yesu atusaidie. Tukiwa na nidhamu tutapata sana mafanikio. Ninakutia moyo, ukiwa na nidhamu hata kwenye biashara utafanikiwa. Ukiwa na nidhamu mahali pa kazi unaajiriwa utafanikiwa. Ukiwa na nidhamu shuleni utafanya vizuri. Kwa nidhamu inahitajika karibu kila eneo. Shuleni nidhamu inahitajika, kazini nidhamu inahitajika. Na unajua tunapoanza shule tunafundishwa kuwa watu wa nidhamu. Huyu mwanafunzi na amefanikiwa kumaliza masomo yake kwa sababu ni mtu mwenye nidhamu, ndiye anayekwenda kuwa mfanyakazi mzuri kwa sababu alishazoea kuwa na nidhamu. Anajali muda wa kazi, anajali muda wa kutoka kazini, anazingatia maelekezo anayopewa, anatekeleza kwa bidii, amejengewa hiyo tabia ya nidhamu. Mwanafunzi anafundishwa, anapewa homework, anatekeleza, anaweza. Kwa hiyo yeye hajui kumbe ndo anaandaliwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Sasa nidhamu hiyo hiyo ikiletwa kanisani lazima tufaulu. Nirudie kukutia moyo wewe ambaye ni mfanyakazi. Unaweza kuwa na nidhamu sana kazini kwako, lakini inawezekana ni nidhamu ya uoga, unaogopa usipoteze kazi. Lakini kama uoga ukizidi kwa hasara za kimwili, alafu ukawa hauna uoga kwa mamlaka ya mwenye mamlaka zaidi, mwisho wako hauwezi ukawa mzuri. Kwa hiyo hebu balance. Mimi naelewa hilo kwamba kazini kwako unatakiwa kuwa mtiifu, kuwa mwaminifu, unatakiwa kuwa na nidhamu. Lakini hata ambaye amejiajiri mwenyewe ni mfanya biashara lazima awe na nidhamu. Hashurutishi na mtu, lakini biashara yake kama wateja ni kuanzia saa 12 wakuta mtu amefungua hiyo saa 12. Ametoka saa ngapi nyumbani kwake. Lakini ili afanikiwe kibiashara na aina ya biashara yake, anajua wateja wanaanza huo muda. Kwa hiyo anataka wakamate wateja watangu huo muda. Saa 12 ameshafungua. Kuna maduka yanafunguliwa usiku kucha. Hata usiku tu huduma zinapatikana. Lakini kuna huduma ambazo hazifungwi mapema, saa 3, saa 4 bado tu wanauza. Sasa wanaofanikiwa kwenye biashara ni wale wenye nidhamu. Wewe hata kama umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, hauna nidhamu, nakwambia hautafanikiwa. Hata nikuwekee mkono kila siku mpaka wote na upala kwamba barikiwa, 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 hautafanikiwa usipokuwa na nidhamu. Kwa mimi nakuombea baraka za Bwana ziwe juu yako. Lakini ili ufanikiwe lazima utie bidii, uwe na nidhamu. Amen. Muda wako wa kuamka, muda wako wa kwenda ofisini, muda wako wa kufanya shughuli gani, au kama ni mwajiriwa, utiifu wako kwa mabosi wako, uchapakazi na mambo kama hayo, kujiepusha na maneno, kuwa na lugha nzuri. Yaani yote hayo ukiyakusanya yote yanaingia kwenye hilo kapu la nidhamu. Ukiwa na nidhamu na tio utafanikiwa kila mahali. Amen. Daktari ambaye hana nidhamu hawezi kufanya kazi yake vizuri. Just imagine mtu amefika mahali anafanya operation. Maana yake wanapomfanyia mtu operation yuko 50-50. Yuko kwenye riski kubwa sana ya kupoteza maisha. Zile operation kubwa. Lakini madaktari wenye nidhamu wanasababisha possibility ya huyu kupona iwe kubwa kuliko possibility ya kupoteza maisha. Kuna ndugu mmoja alikuwa anahudumia na daktari mzuri sana. Alafu operation imefanyika, alikuwa na tatizo kubwa sana huko tumboni, si wapi huko ndani huko kwenye internal organs. Akafanywa operation vizuri.